kwa kunipa nafasi ya kuchangia mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais kwa mwaka 2011 na 12 na makadirio ya matumizi ya ofisi hii kwa mwaka wa fedha 2012 2013. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa katiba yetu, katiba ya nchi yetu, ibara ya 62, bunge letu lina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni rais na sehemu ya pili ni wabunge. Na kwa mujibu wa katiba ibara ya 63 ibara ndogo ya pili, sehemu ya pili ya bunge ambayo ndio sisi wabunge ndio ambayo ni chombo kikuu cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kina madaraka kwa niaba ya wananchi kuishauri serikali na kuisimamia serikali katika mambo yote yanayohusu utekelezaji wa katiba hii. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, katiba hii vile vile ibara ya 33 inayounda na kutoa majukumu na madaraka kwa Ofisi ya Rais imetaja kuanzia ibara ya 33 mpaka ibara ya 50. Kwa muda sitaenda kwenye vifungu mahususi, lakini rais ndiye kiongozi mkuu wa serikali, ndiye amiri jeshi mkuu, na kimsingi watendaji wote na watumishi wote wa umma wanafanya kazi kwa niaba yake. Na kwa ibara ya 37 ya katiba yetu inatamka kwamba katika kutekeleza majukumu hayo rais alazimiki kufuata ushauri wa mtu yoyote. Kwa katiba hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba tunayoijadili leo, bajeti tunayoijadili leo ya Ofisi ya Rais ni bajeti muhimu na bajeti nyeti sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kufanya mapitio ya utekelezaji, mimi nieleze tu masikitiko yangu kwamba yale ambayo tuliyachangia mwaka jana kwenye mkutano wa bunge la bajeti kwa maneno, na mimi binafsi nilichangia hotuba hii kwa maneno tarehe 5 na kwa maandishi, kwa kiwango kikubwa sana hayajatekelezwa. Sasa kwa sababu hakuna utekelezaji, ndio maana wabunge tunaamua kwa dhati kabisa, na serikali tuelewe katika hili, kuzungumza kwa lugha ya ukali, sio ya kidiplomasia, ili serikali ielewe kwamba hatuko tayari na wananchi waliotutuma hawako tayari kuchelewa kwa miaka 50 ya uhuru kuwa kuchelewa kwa miaka 5 ambayo wametutuma kuja kuwawakilisha. Na tunataka kwa niaba ya wananchi waliotutuma serikali ifanye kazi kwa nguvu zaidi. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme machache sana yanayohusu Ofisi ya Rais ambayo ina wizara 3 nyeti: Wizara ya Utumishi, Wizara ya Mahusiano na wizara vile vile ya Utawala Bora, ambayo ina taasisi nyeti sana. Ina TAKUKURU, ina Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma, ina Idara ya Usalama wa Taifa, ina Sekretarieti ya Ajira, ina Tume ya Ajira na vyombo vingine vikubwa sana vyenye mamlaka makubwa sana. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka mmoja umepita. Serikali ilituahidi mwaka uliopita kwamba masuala haya ya uchunguzi wa kashfa kubwa za rushwa, za Kagoda, za Meremeta, za Deep Green na nyinginezo, sasa ingefika hatua ya kueleza mafanikio. Lakini ukipitia hotuba hizi hatuelezi ni wakina nani wamekamatwa kwa kashfa kubwa mwaka mmoja uliopita. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi hii inahusu amiri jeshi mkuu na kiongozi wa shughuli za serikali. Tunapata mashaka wabunge kwamba upo uwezekano pengine hivi vyombo vya ulinzi na usalama vinatoa ushauri, vyombo vya uchunguzi vinatoa ushauri, lakini kwa kuwa katiba inasema rais hawajibiki kufuata ushauri wa mtu yeyote, inawezekana ushauri huu unapuuzwa.
Sasa ofisi ya Rais kwenye majumuisho ituonyeshe kwa vitendo ni kwa vipi ofisi ya Rais inashughulikia udhaifu wote ambao wabunge tunausema na tunaendelea kuusema sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sinasikitika kwa sababu vile vile ya mambo yanahusu jimbo la Ubungo ambalo wananchi walinituma kuwawakilisha humu ndani ya bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi tunayojadili inahusu sekretarieti ya baraza la mawaziri na baraza la mawaziri, inahusu Ikulu, na mkutano uliopita wa bunge nililalamika sana kuhusu mgao wa fedha nyingi kwa upande wa ofisi hii, wakati ambapo fedha za miradi ya maendeleo zina pesa kidogo. Maelezo ambayo yalitolewa wakati ule ni kwamba ofisi hii inatakiwa ipewe pesa nyingi kwa sababu ya kuongeza nguvu zake kwenye kusimamia ofisi nyingine zote. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nafahamu kwamba kwenye baraza la mawaziri kulipitishwa mpango wa haraka wa maji Dar es Salaam wa bilioni 600, na Rais, ofisi ya Rais ikatoa kauli kwamba mpango huu ungetekelezwa ifikapo 2013. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nasikitika tume ya mipango ambayo Rais ndio mwenyekiti wake imekaa mkutano na kuleta mpango wa mwaka wa serikali unaokinzana na mpango wa miaka mitano, na nimechangia kimaandishi, nimeeleza kimaandishi kiwango gani cha pesa kilipaswa kutengwa mwaka huu kimepitishwa na bunge hakikutengwa, kiwango gani cha pesa ambacho bunge lilipaswa kuwa limeletewa cha barabara za pembezoni za Dar es Salaam zilipaswa kuwa na bilioni 100, lakini imeletwa bilioni 10 peke yake, kinyume kabisa na mpango ambao mwenyekiti wa tume ya mipango ni Rais, mwenyekiti wa baraza la mawaziri ni Rais. Kwa mimi naomba sana ofisi ya Rais ifikishe ujumbe huu vizuri zaidi, tofauti na mwaka jana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu iko kwenye mtanziko sasa hivi. Walimu wametoa notice ya kutaka kuanza kugoma. Muda mfupi kabla ya kuingia hapa nimetazama ITV, madaktari bingwa wametangaza kugoma, na ofisi tunayoijadili ya ofisi ya Rais utumishi ndio yenye dhamana ya watumishi wa umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa kweli nitaomba maelezo kutoka kwa serikali, kwa sababu madai ya walimu, kuna mambo ambayo yanasikitika kwamba tumefika hatua bunge limepotoshwa humu ndani. Naibu waziri ametoa taarifa zisizokuwa za kweli. Ni wakati wa ofisi ya Rais ambayo ndio inasimamia mawaziri kuingilia kati, tuletewe taarifa za ukweli bungeni kuhusu madai ya walimu na nini ambacho walimu walikubaliana na serikali. Na bunge hili ndio lenye wajibu wa kuisimamia serikali. Tuletewe taarifa ya kamati ya bunge ya huduma za jamii iliyokutana na pande mbili, iliyokutana na madaktari, iliyokutana na serikali, ili bunge lifanye kazi sasa, kazi yake ya kuisimamia serikali, kazi yake kwa niaba ya wananchi. Haiwezekani wananchi wanakufa, haiwezekani wanafunzi, maana kuna migomo mingi, kuna migomo ya moja kwa moja na kuna migomo baridi. Leo wanafunzi wanafeli kwa ari, kasi na nguvu zaidi kwa sababu walimu wako kwenye mgomo baridi, na imefikia hatua hata vyombo vyetu vya ulinzi na usalama waweza kujiuliza, wahabeshi wanakujaje kufia ndani ya Tanzania? Majangili wanafanyaje yote haya? Ni kwa sababu hata askari wetu wana manunguniko. Serikali ilitoa kauli bungeni hapa kwamba askari polisi wangeongezewa posho kutoka 100,000 mpaka 150,000. Toka kauli hiyo itolewe, askari hawajaongezewa posho. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Rais itambue, walimu wana uwezo wa kujitokeza na kusema tunagoma, madaktari wana uwezo wa kujitokeza na kusema turidhiki, lakini askari wetu, magereza, askari polisi wenye limbikizo la madeni toka 2009, madeni mbalimbali ya posho, ya mishahara, kundi kubwa la askari wanadai, kwa sababu hawawezi kujitokeza wanalalamika chini kwa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya Rais inao wajibu wa kuiongoza serikali, kuiepusha nchi hii na hali tete, na wajibu huo haupaswi tu kuwa nje ya bunge.
maana tunazuiwa ndani ya bunge, wajibu huo uletwe hapa bunge. Nami nakushukuru. Namwita sasa Mheshimiwa Rajabu Mbaruku Mohamed na Mheshimiwa Roswita Kasikira Jandae, pia Mheshimiwa Jitson Wajandae. Mheshimiwa Rajabu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa